So nikawa namuuliza Mungu, kwa nini inakuwa changamoto katika maisha yetu? Hakuna tofauti yetu na wale hawajamkubali Yesu. Basi siku moja nikakutana na ile andiko Isaya, somo ni Isaya 58. Wakati huo nilikuwa na ingia ndani sana nikimtafuta huyu Mungu, nikimuuliza ni nini ninatakikana kufanya na ni njia gani inayokupendeza mimi kuifuata. Basi Isaya akasema, piga kelele usiache, paza sauti yako kama tarumbeta, uwahubirie watu wangu kosa lao na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Walakini wanitafuta kila siku, hupenda kujua njia zangu, kama vile taifa waliotenda haki, wasiache sheria ya Mungu wao. Hutaka kwangu amri za haki, hufurahi kumkaribia Mungu. Husema, mbona tumefunga lakini huoni? Mbona tumejitaabisha nafsi zetu lakini huangalii? Fahamuni, siku ya kufunga kwenu mnatafuta anasa zenu wenyewe na kuwalemea wote watendao kazi kwenu. Tazama, nyinyi mwafunga mpate kushindana na kugombana na kupiga kwa ngumi ya uovu. Hamfungi siku hii ya leo hata kuisikiliza sauti yenu juu. Amen. Wacha tuombe neno. Baba, katika jina la Yesu Kristo, napenda kukushukuru nikisema ni asante. Asante kwa neema na kibali chako. Asante kwa uzima, asante kwa mwaka. Tazama Baba, ni kwa neema yako tu niko mbele zako. Hivyo Baba, nanyenyekea nikiomba msamaha mimi mwanadamu. Ninakosa kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nisamehe, nitakase, nioche na damu ya mwana wako Yesu Kristo. Baba, ninaomba ukafungue mbingu yako. Achilia neno lako ndani ya maisha, kusambaza neno lako. Wacha uwepo wako wa Roho Mtakatifu ukachae mahali hapo. Utukufu wako ukachae kwa kila mmoja wetu. Menasi neno lako likashuke kama manyinyi ya mvua. Baba, ninakutukuza, ninakuabudu. Ninasema ni asante, maana unaenda kutenda sawa sawa na mapenzi yako. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. So ilikuwa yale nilikuwa najiuliza maswali, kumbe na Isaya alikuwa anajiuliza maswali. Basi Mwenyezi Mungu akaamua kunena na Isaya, akamwambia piga kelele usiache. Amen. Wahubiri watu wangu kosa lao. Hapo Mungu ameamua kunena na Isaya, kumweleza shida. Watu wake ni gani? Ni wale wameamua kumtafuta. Amen. Amen. Walakini wananitafuta kila siku. Anasema tunamtafuta. Shemeji, ndugu, mchungaji, Mungu tunamtafuta kabisa, usiku na mchana. Tunajinyenyekeza mbele zake. Amen. Amen. Hupenda kujua njia zake. Tunapenda sana kujua njia zake, hata sio za mtu mwingine. Amen. Amen. Tunapenda kujua njia zake, kama vile taifa walilotenda haki, wasioacha sheria ya Mungu wao. Yaani ametupa sifa kocho kocho. Amen. Amina. Kabisa, hatulaumu mahali hapo. Utaka taifa waliotenda haki, wasioacha sheria ya Mungu wao. Hutaka kwangu amri za haki, hufurahi kumkaribia Mungu. Husema, mbona tumefunga lakini huoni? Mbona tumejitaabisha nafsi zetu lakini huangalii? Tumefunga, tumenyenyekea, tumevaa magunia, tumeenda mlimani, tunanyenyekea, lakini haoni. Bado mambo ni yale yale, nuksi ni zile zile, tabu ni zile zile, maafa ni yale yale, magonjwa ni yale yale. Amen. Amina.
Mbona fahamuni siku hii kufunga kwenu mnatafuta anasa zenu wenyewe na kuwalemea wote watendao kazi kwenu. Tazama, nyinyi mwafunga mpate kushindana na kugombana na kupiga kwa ngumi ya uovu. Hamfungi siku hii ya leo hata kuisikiliza sauti yenu shu. Amen. Amina. Unaona sasa, yaani wakati tunafunga kwa ajili ya anasa zetu. Hatufungi ili tuisikilize sauti. Nafunga nishindane na mtumishi Makalani. Nafunga nipigane na adui. Moto shuka leo, warambe kama vile walivyorambwa kule. Bomoa, vunja, teketeza. Ila hayo ndio atakayo Mungu. Huyu adui wakati unataka aangamie ndio ubaki na nani? Hapo sasa. Amen. Amen. Amina. Ubaki na nani? I wish ungejua adui yako ni nani. Maana yule umdhaniaye siye. Yule akuchekeaye mwacheka naye. Mara nyingine Daudi akasema kumbe ni wewe mwenzangu. Tulienda ushirika mmoja. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumbe ni yule wako wa karibu ambaye moyo wako wapendezwa naye. Huyo ndio adui yako mkubwa. Sasa ukimwangamiza utabaki na nani? Na uliweka uadui kwa wale wengine wote, ukabakisha fulani na fulani na fulani. Kumbe ndio walio kinyume na wanasema tutaona, tumesoma pamoja, tumekuwa pamoja. Wewe unataka kutuonyesha kwamba umeinuliwa, naye tutaona. Tulikuwa huduma pamoja, wewe umeinuliwa, sisi tuko pale bado, naye tutaona. Kumbe si mapenzi yao, wanatumika. Amen. Hebu tuendelee tusikie huyu Mungu anasemaje. Je, kufunga namna hii ni saumu niliyoichagua mimi? Anawauliza. Je, kufunga huko kwa kupigana na adui, kwa kuitia, kwa kuharibu na kubomoa, kwa kuwateketeza, kwa kuwasambaratisha, ni saumu aliyoichagua kwa kupigana na maadui zetu, kwa kupigana sisi kwa sisi wachungaji, kwa kung'ang'ana, kushindana, kununua vyombo, majengo, kununua. Hii karama yako inanipa. Kama mimi si wadangaji, mimi nimesikia uwivu sana shemeji yangu. Yaani nasema nikitoka hapa nitasema shemeji, na wewe niombe na mimi angalau nipate hiyo karama ya kuimba nyimbo mfulizo bila kusahau. Amen. Hapo ndio nishindio hapo. Amen. Na mimi nitasema Mungu amemteua kwa hiyo nafasi. Kwa nini nisifurahie? Kwa nini nisitambue ile huduma? Na mimi nimwambie Bwana, ongea na Mungu yule amekujalia hiyo karama, mimi pia imenipendeza na mimi nipate. Ufurahie karama ya mwenzako. Wewe kile unachofikiria ni kumshusha, kumwangusha. Na wakati unamuona na yeye kuna mahali ameteleza, na wewe usimame kwa pengo kwa ajili yake. Ufunge na kuomba kwa ajili ya kufunguliwa kwake. Amen. Basi hebu tuendelee. Je, ni siku ya mtu kujitayarisha ni kuinama kichwa kama unyasi na kutanda nguo za magunia na majivu chini yake? Je, utasema ni siku ya kufunga na ya kukubaliwa na Bwana? Je, saumu niliyochagua sio ya namna hii? Sasa tusikize saumu
ile Mungu amechagua. Unajua katika maandiko, katika Biblia lazima uwe unajua mahali Mungu anaongea na mahali Mungu anauliza swali. Amina. Na mahali anakashifu na mahali amependezwa. Amen. Amina. Kufungua anauliza na sio ameuliza, je, saumu niliyochagua sio ya namna hii? Kufungua vifungo vya uovu, kuzilegeza kamba za nira, kuwaacha huru walioonewa, na kwamba mvunje kila nira. Tumerudi ile somo tuliokuwa tunafundishwa na ndugu yetu asubuhi. Amina. Tufungue kila nira, tulegeze. Yaani unafunga na kuomba kwa ajili ya ndugu fulani, kwa ajili ya kanisa fulani, kwa ajili ya jamii fulani. Amen. Ongeza kidogo. Sijui wapi umeona ndugu amelemewa na roho ya usherati. Umeona ndugu amelemewa na roho labda ya uwivu, ama dada ama jirani, ni wewe ufunge na kuomba kwa ajili ya kuachiliwa. Hiyo ni nila eti. Ndio Kristo Yesu akasemaje? Leteni mzigo wenu mzito, mbebe mzigo wangu mwepesi. Mzigo wake mwepesi ni nini? Mzigo wake mwepesi ndio huu, neno lake. Amen. Amen. Na akasema nira yangu ni laini. Nira yake bado ni laini. Mzigo wake ambaye ndio nira yake. Nira wanasema ni ile kwa ng'ombe ama wale wanalima. Wale wanalima. So naona yule ng'ombe anavikwa ile na anabeba karibu mzigo wa pickup. Lakini wewe Mungu amekujalia unaweza tengeneza kitu bila kuweka nira mtu yeyote, bila kuweka nira kiumbe chochote cha Mungu, na ukafanyiwa kazi zako, kwa sababu ni hekima itokayo. Amen. Kwa hivyo ni sisi tu tunyenyekee mbele za Mungu, tufungue wengine, fungua mwenzako, muombe mwenzako. Inasemekana hivi, chochote unachopanda utavuna. Kabisa, kabisa, kabisa. Sijawahi ona mtu amepanda mahindi akavuna maharage. Ama nini mmeona? Kuna mmoja? Hakuna. Kwa nini tunapandiana mabaya? Kwa nini tunapandiana uovu? Kwa nini tunaombeana maombi ya hila? Unafunga kipawa cha mwenzako. Unafunga watoto wenzako wasione mbele, wasisome. Unafunga mwenzako asiendelee. Why? Shetani anakudanganya. Mimi huambia watu, shetani ulenga ndege wawili kwa jiwe moja. Anakuja kwako akikuona unakaroka uwivu ama tamaa mbaya, basi anakuja na kunong'oneza, kwa sababu hiyo roho ameiona ndani yako. Usifikiri na kutumia kama hiyo roho hauna uongo. Kila unacho anakuja na kuona, anakuambia yule naye anajisikia hivi na hivi na hivi, fanyia hivi na hivi na hivi na hivi. Basi unaenda unafanya. Ukimfanyia inamwaffect ndugu yako, si ndio? Na wewe si mipando umepanda, ungoje kuvuna. Amewalenga nyote kwa jiwe moja ama hajawalenga? Ndiposa unaona kanisa letu la uokovu linakaa vile lilivyo. Tuna vipawa vingi mbalimbali, lakini vinatufaa? Bado. Havitufai. Labda najua kuhubiri, ama labda najua kufundisha, ama labda najua kuombea, ama labda najua kutambua siri fulani, lakini najua zote. Ndio haya yote yatendeke, yatawekwa kwa mtu mmoja kweli? Lazima yawekwe 1, 2, 3, 4. Tunaombea vipawa. Unafurahishwa, unapendezwa na kipawa cha mwenzako. Iwajua
ni wewe ujiachilie, ni wewe ukubali kuteseka kwa ajili ya mwenzako, ni wewe ujinyenyekeze, uombe na kufunga kama ambaye unafunga kwa ajili yako, lakini unafunga kwa ajili ya ndugu yako. Amina. Amen. Amen. Na utamwona Mungu wakati umepanda hilo, na mwingine mahali anakupandia hilo. Amen. Wakati unanipandia kufunguliwa ile shida inayonikabili, basi na wewe kuna mwingine anakupandia hilo. Na utaona tuking'ara, utaona tukisimama, utaona jamii zetu waking'ara. Hebu angalieni wale wanafanikiwa zaidi ni gani? Ni wale watu mnasema hata wamwabudu Mungu kwa baba mdogo. Mnajua sababu? Wale watu wana upendo tofauti wa chetu. Sisi shetani alituwezea hapa. Alipojua sisi tumejaliwa Roho Mtakatifu, sisi tumepewa kujua siri zingine nyingi, lakini akatushikia kauwivu, akatushikia kaubinafsi. Mtu yote sikudanganya, sisi wa Kristo shemeni, kile kinatumaliza ni ubinafsi na uwivu. Lakini siku ile tutaachilia, tukiachilia tu hali, kila kitu kitakuwa sawa sawa. Amina. Amen. Mngeniambia muda ndio nisiharibu. Endelea. Mpaka saa ngapi? Sitaki, nataka niwe na kiasi. Na nusu. Amen. Kwa hivyo ningependa niendelee kuzilegeza kamba za nira, kuwaachia huru walioonewa. Wale unajua walioonewa ni nani? Anafunga kwa ajili ya yule aliyeonewa, kwa ajili ya wale mayatima wamenyimwa haki yao, kwa ajili ya yule mchungaji amefinyiliwa, neno liko ndani yake lakini hapenyi, ako gerezani. Ndugu ametuambia kuna watu wamewekwa gerezani, wachungaji wamewekwa gerezani, waombezi wamewekwa gerezani, waimbaji wamewekwa gerezani, wamefungwa na shetani kwa vitu vidogo tu. Lakini nani ako tayari kuwafungua? Ni wewe na mimi. Tumewekewa mtego. Ndugu fulani anaingizwa mahali katika hali fulani, ndio wewe uliyewekewa karama fulani uitumie karama yako kwake. Amen. Hilo. Amen. Amina. Na kwamba mvunje kila nira. Je, sio kuwagawia wenye njaa chakula chako na kuwaleta maskini waliotupwa nje nyumbani kwako? Katika jambo hili nimeona nifanye jambo kitu maishani. Amen. Kuna watu wengi katika maisha yao, uko na ndugu pale, ako na watoto. Amen. Hawana fee ama nguo. Wacha fee, masomo haya tunaweza weka kando kidogo, tuingie katika maisha kawaida. Nguo, chakula. Wewe tangu maisha yako, tangu Mungu akufungue, ni jambo gani umefanya katika jamii yako, katika wale watoto wa dadako, wale kazini yako, wale wa jirani? Tangu ufanikio umefanya nini kwa mmoja wao? Siku moja nikauliza mtu, wakati, hebu tuulizane sote, wakati hatukuwa tumefanikiwa, wakati tukiwa watoto kama huyu kijana wangu Pastor Makalala, tulikuwa tunakula kwa nani na nani? Sio kwa marafiki, kwa jamii, kwa majirani zetu, kwa shangazi zetu, kwa anti zetu, kwa wachomba. Wakati Mungu alikufanikisha, akakubariki, kile unachobeba, kile Mungu amekufanikisha, ukienda nacho huko, huo unapatia nani? Nani anaenjoy? Tusemezane. Ndio, nani wanaenjoy? Peke yake. Kwa hiyo watakusaje kukuroga?
wewe ulikuwa unakuja shambani kwangu, mnavunja miwa zangu, mnakula miogo yangu na watoto wangu mkiwa mmeshirikiana. Leo hii umepata kibarua chako, mimi nimekuwa mchawi. My friend, nayo utatia maisha haya utayasokota. Wacheni niwaambie, especially sisi wakosa, hiyo ndio inakula. Hakuna kitu kingine kabisa. Hebu niambie, yule mama atakosaje kurudi mchawi kama watoto wake, wewe umeokoka, watoto wake ni walevi, wamelemewa na ulevi pale, na wewe ukienda pale unasema atakuroga, hata umsalimii, na ni shangazi yako, hata umchukulika sukari, hata umuombei, hata uende ukanena naye neno la Mungu, kumsomea kitabu. My friend, uokovu wako ni bure, na kuambia utahangaika dunia hii. Amen? Amen. Na wale wengine wanafanya hivyo. Ukianza kufanya hivyo, ukienda nyumbani kule reserve, ukiwagawanyia sadaka ni zawadi, wataanza kusema hizi pesa hizi, kwa sababu hawajazoea. Sasa amen. Ukifanya vizuri ni balaa, usipofanya kwa sababu si mazoea. Hayo yalikuwa zamani. Zamani ilikuwa ukipata mshahara wa kwanza unapeleka pale nyumbani, mnaenda mnajienjoy na jamii. Mnajua maana ya harusi? Harusi, unajua watu wengi mpaka leo hawajawahi harusi. Harusi si kibali tu. Harusi ni kuondoa ila kabisa. Kuondoa hila na wengine kabisa. Lakini siku hizi zinafungiwa kwa manyumba makubwa mpaka watu wengine hawafiki. Mahali chakula wanakula peke yenu watu kadhaa wenye kadi. Kwa kwingine utaingia kama una kadi. Na zamani ilikuwa ukisikia ni harusi, chakula kinapikwa, kila mtu anakuja, sio lazima ualikwe. Mnaona binafsi mahali umeingilia sasa? Mnaona mahali kumeharibikia? Jamani, ni mambo madogo tu. Mwenzako akifungua huduma, huendi angalau kumshika mkono, mkaungana mkono na akasema Mungu achilia kibali. Achilia kibali kwa Pastor Makalala. Mipaka yake ipanuke. Unasikia kinyongo. Hata unatamani sasa niongee na yule kijana wa keyboard, nimwambie sasa vipi? Pastor Makalala kwani anakupatia chochote pale? Ndio hivyo yanafanyika Pastor. Ndio hivyo yanafanyika. Ndugu, kama mnafanya na ndugu huyu, vipi yule ndugu? Ama nakufinyilia? Ndio fanya kazi. Imefikia hapo Pastor. Mungu wangu. Tunahitaji rehema. Kabisa. Kanisa limekuwa kama kitu akieleweki. Maana ni mashindano. Kabisa. Hebu niambie, Mungu tutamuita vipi aje ashuke? Kama nitataka kuondoa kijana wake ili huduma yake iharibike, nitataka kumuondolea assistant ili huduma iharibike, nitaongea na mke wake, naomba na pastor, mbona nakufinyilia namna hii? Hata kutoke. Mbona kupatia nafasi ukasimama ukahubiri na wewe naona kuna kitu ndani. Yaani dungwa kabisa, yani Mungu atusaidie. Utaona huduma ina nguvu, unashindwa nini? Kumbe adui yuko ndani. Amen. Ni sisi watu wa Mungu tufunguke, tumtafute huyu Mungu, tuenende katika njia ya kumpendeza yeye. Vile Kristo Yesu alikuja akakubali kuteswa kwa ajili yako wewe na mimi, lazima na sisi tukubali kuteseka kwa ajili ya wenzetu. Mimi nitawapigia story fupi. Mimi nilijenga kanisa kule Tanzania kabla sijaokoka. Nilienda kwa rafiki yangu,
Mimi nilikuwa nampenda Mungu sana, nilikuwa namjua Mungu kwa sababu ya mahali amenitoa. Lakini nilikuwa sijaokoka kwa sababu nilikuwa nasema waokovu ni wachawi na waizi wale walio wameenda kujificha. Nilikuwa sikubaliana na waokovu kabisa. Nilikuwa sipendi kwa sababu kuna upendo fulani nilikuwa siuone. Sasa kilikuwa kinanikula sana. Basi siku moja rafiki yangu akaja pale kazini kwangu ambaye tulikuwa tunacheza naye disco. Kaniambia bwana, mimi siku hizi ni pastor. Anaitwa Pastor Riga kama unamjua. Alikuwa anauza barafu huyo pastor. Tukio vijana, anauza barafu, tunakutana disco pale Real Club. Tunakula muziki. Sasa nikashtuka. Ati wewe ni pastor? Unajua mimi pastor nilikuwa nachukua kitu para mchezo bwana. Lazima Mungu kuna kitu kama atakaa aongee, watu wamsikize, lazima kuna kitu. Kaniambia karibu bwana. Uchimuone. Basi mimi nitakuja. Nitakutembelea. Na mimi sijaokoka. Basi akanialika nikaenda pale kanisani kwake. Nikienda nikayumba kama haka amekodisha nusu hii. Alafu hapa kuna karumu. Kama hapa kutoka hapa mpaka pale ni kanisa. Alafu hapa kuna room nyingine jamaa mwingine hapo jirani hapo. Anapiga muziki. Hindemoni. Na huko tunaimba. Maskini. Kwani huyu Mungu watu wanamchukuaje lakini? So ikanichanganya sana. Yaani nikasikia huzuni ndani ya moyo. Maana nikiangalia mahali Mungu amenitoa, Mungu si wa kuchezewa. Lakini mbona anachezewa hivi? Mbona anakaa kama wanadamu? Yaani ni mtu tu watu wameamua kumwabudu. Kwani huyu Mungu ni? Basi nikamwambia ndugu yangu, nilipomaliza kaniambia bwana, niko hapa. Hii kazi najaribu, lakini hii nyumba hata ni Muislamu amenipatia. Hata kama ananisaidia. Nikamwambia yale nimeyaona hata usiniambie. Niko na kaplot kangu pale. Nitawapatia, niwajengee pila alafu mwekele mabati. Vile mmeweka hivi niwajengee pila ya kushikilia. Alafu siku ile Mungu amewafanikisha mkapata ploti. Basi wakati nilianza kuwajengea hizo pila, nikasikia roho ameniambia, kwani unaona ukifanya mimi siwezi kukuwezesha. Nikafanya kidogo, nikasikia roho imeniuliza, kwa nini Waislamu mtu mmoja huamua akajenga msikiti akaumaliza kabisa? Kwa nini nyinyi wa Kristo hamwezi kufanya hivyo? Niliposikia hiyo, nilienda mbio kama risasi. Maana niliangalia facts. Nasikia roho na sikujua kama hivyo ndio Mungu huongea na watu by the way. Lakini nasikia hisia zangu. Tena hujaokoka. Na sijaokoka. Basi mimi nikang'ang'ana. Na wakati huo mambo yangu yalikuwa yamekwama. Pesa zangu zilikuwa zimekwama. Kuna hii kampuni inaitwa Telecom. Kulikuwa kumekwama pesa nyingi. Nikamwambia Mungu, na mimi nafanya hii. Hata na nakopa vitu. Nichenge. Naye naomba Mungu unifungulie mambo yangu. Ukaweka nadhiri. Amen. Nikajenga ile kanisa nikamaliza. Kaweka madirisha, milango, kila kitu. Walikuwa wamechanga 18,000. Nikamwambia leteni basi niweke vyuma katika madirisha ili mkiweka vitu vyenu mkifunga. Nikamaliza. Nikawapatia, nikamwambia endelee. Unajua nilipomaliza hiyo, baada ya muda fulani nilisikia roho wa Mungu ameniambia, nataka uende live. Kwa nini huwa muende live? Pumzika. Ati kwa vile biashara ni yangu nitaendaje live? Imagine nilipoenda, roho wa Mungu akatafuta njia yake, nikaenda kukutana na uokovu. Nilikuwa nimepeleka kijana akaombewe, maana anasikia kuumwa na kichwa. Rafiki yangu akaniambia situmpeleke kwa pastor wangu akaombewe. Kaambia twende kwa vile naamini Mungu. Sijaokoka lakini naamini Mungu. Alipoenda akaombewa, nikasikia pastor ameniuliza, na wewe ungependa kuokoka? Nikasikia roho imeniambia ni sasa. Amen. Raila anasema na kama si sasa sahihi. Amen. Basi nikaokoka. Na kutoka siku hiyo sijawahi juta. Amen. Lakini kuanguka nimeanguka. Lakini nimeanguka kwa ajili ya nani? Nani ameniangusha? Si mtaifa. Ni sisi kwa sisi. Amen. Niko hapa kukuambia dada yangu, ndugu yangu, wewe usiangalie. Sitaki upitie ile njia nilipitia.
Kukwazwa lazima ukwazwe. Kabisa. Lakini wewe achilia. Kudhihakiwa lazima udhihakiwe. Lakini wewe mtazame Yesu. Amen. Hebu Pastor John tufanye exercise nyingine hapa. Nataka kuwafundisha jambo fulani. Naweza. Anaweza kweli? Si nimemkanyaga? Na mimi manake nimemkanyaga, sitaki aende. Oh. Amen. Hayo ndio tunapitia mimi na wewe siku baada ya nyingine. Amen. Wakati umembeba mwenzako ambaye amekukwaza, umemshikilia, hawezi songa. Wakati mtu amekukosea, amekudhihaki, amekudhulumu, ukambeba ndani hapa, huwezi songa. Na yeye hawezi songa. Nyote mnapiga nini? Mark time. Na sisi wa Kristo tunapiga mark time katika maisha. Lazima imefika ni wakati wa kumatch. Amen. Mambo ya mark time yashindwe kwa jina la Yesu. Lazima tuachilie, tujifunze kuvumiliana. Tunda la Roho lazima liwe ndani yetu. Tunda la Roho ni gani? Ni kuvumiliana, kusameheana, upendo. Yaani upendo umebeba kila kitu. Wakati mwenzako amekukosea, amekukwaza, chukulia ni kama challenge. Wakati amekusengenya, mimi siku hizi napendelea mtu akinisengenya, naambiaga watu, ukinisengenya ndio nitajielewa niko wapi. Na nitajielewa nimefika kiwango gani. Amen. Usichukie kusengenya. Na kuuliza mpenzi huu. Kuna siku utaona kupigwa mawe? Hakuna. Na watoto? Hawa watoto kuna siku utaona ukipiga mawe. Na mkunazi? Unapigwa mawe. Kwa nini? Kwa hivyo ukiona ukikwazwa, ukiona ukipigwa mawe, ukishambuliwa siku baada nyingine, that means kuna matunda. Na haya matunda usikubali yapukutike. Amina. Yapukutwe na upepo. Lazima umwambie mwenye umbwa, simamisha umbwa yako. Katika ukiwa na mji, alafu mji kuna mbwa inakushambulia hapo ukiwa unapita njia. Ukiwa unapita njia, mbwa inakushambulia. Unaambia mwenye mbwa ashikilie mbwa yake. Kwa nini sisi tunapigana na maadui? Amen. Amen. Kwa nini sisi tunapigana na majirani kwa ajili ya mambo haya na pale? Kwa nini nimshambulie ndugu yangu? Kwa nini nimshambulie mke wangu? Kwa nini mke wangu anishambulie? Maandiko yanasema Mungu humfanya mtu kuwa mgumu ili ama kumfanya kuwa mbaya kwa ajili ya utukufu wake. Kwa hivyo ni wewe umwambie Mungu, huyu mtu mimi simwezi. Huyu mtu nimekuachia wewe. Usiangalie maudhaifu yake. Maudhaifu yaweke kwa mwenyewe. Mwambie Baba, nisaidie. Hapa mimi siwezi. Mimi ni mdhaifu, ni mnyonge. Nipe nguvu ya kuvumilia mpaka hili jaribu lipite. Siwezi mimi. Siwezi ndugu. Maana watakushambulia, sasa yule anajisikia anasimama pale, yule naye ametupa mbao. Uyasikie, alafu unasema chukweni basi vio vyenu. Kwisha, ushaweza. Washakupiga chini. Wacha waongee. Maana maandiko yanasema lazima ujionyeshe kwamba Timotheo aliambiwa hivi. Lazima ujionyeshe kama umeitwa. Kwa hivyo wewe ni mwimbaji, wewe ni kiongozi, onyesha uongozi wako. Usijali kuambia wewe unajipendekeza. Ati kila siku unaonekana ukifagia kanisa. Usijali kuambia wewe unajipendekeza. Kukiwa na ujenzi kidogo upungui. Usikubali kuambia unajipendekeza. Kama ni maji unanunua maji unaletea wachungaji. Usikubali kuambia watu unajipendekeza. Kama spika zimeharibika unasimamia. Amen. Hiyo isikutishe. Wewe fanya, unajua unafanyia nani.
Na unajua unafanya kusudi gani? Siku ile utainuliwa. Watasikia sasa umepigwa transfer, unapelekwa Nairobi, umepata cheo, umepandishwa cheo, ndio watakusalimia kwa heshima. Amen. Siku ile watasikia umepata bwana na ako na gari, na watakuja, na labda ni jirani hapa, harusi itakuja fungiwa hapa ukiwa umeinuliwa, ndio watatia akili. Siku ile watasikia bwanako amepewa, amepandishwa cheo kazini na mshahara umepanda, ndio watajua kweli kunaye Mungu. Amen. Kitu nataka kukuambia ni wewe uvumilie, jipe moyo. Ningependa kukuachia hapo. Nasema ni asante kwa ajili ya muda, wacha niachie hapo ili nisiwachoshe, lakini kitu nataka kuambia ni tufunge na kuomba kwa ajili ya wenzetu. Sio kwa ajili yetu. Maana Mungu anasema yeye hujua matamanio ya mioyo yetu. Je, kama yeye Muumba wetu anajua matamanio ya mioyo yetu, nini cha kututisha basi? Amen. Lazima kile kinatu